Kwa majina naitwa Leila. Ni mtoto wa pili katika familia ya watoto wawili tu. Mimi pamoja na kaka yangu ambaye alikuwa anaitwa Mkolezo. Sisi hatukupishana sana kiumri kwa sababu hata shule wote tulianza pamoja na tulimaliza pamoja. Ni wale watoto ambao wanafuatana sana, ambao huwezi kuwatofautisha hata ukikutana nao barabarani. Yaani ni ngumu kufahamu yupi mkubwa kati yao. Kwa hiyo tuliongozana. Na familia yetu ilikuwa ni hali ya chini sana kwa sababu hata kusoma kwetu kulikuwa ni kwa taabu mno. Lakini baba na mama yangu kwa kweli walipambana sana mpaka kufikia hapa tulipo sasa hivi. Japokuwa nilikuwa na kaka yangu, lakini bado familia iliniangalia mimi kama ndio naiweza kuitoa familia katika hatua moja na kwenda hatua nyingine. Japokuwa ni mtoto wa kike. Siku moja nikiwa nimetulia zangu mawazo yakitawala akili yangu, ghafla alikuja mwenyekiti wa kitongoji chetu na kuniletea ujumbe kwamba nilikuwa nahitajika katika ofisi ya mtendaji. Kwa hali ya kawaida kifupi moyo wangu ulishtuka kidogo kwa kuwaza kwamba anaitiwa nini huko. Lakini sikuwa na budi na moja kwa moja nilielekea huko. Nilifika na kuingia moja kwa moja kwenye ofisi ya mtendaji, nikamsalimia na kuketi chini ili niweze kujua ni kipi ambacho nimeitiwa. Na ndipo mtendaji akaanza kuniambia, Leila, mimi ni mtendaji wako wa kijiji na ni kama mzazi wako. Nimekuita hapa na jambo ambalo nataka nikwambie. Nikamuuliza ni jambo gani hilo mtendaji ambalo nataka kuniambia. Akaniambia nisikilize mwanangu. Kama unavyojua historia ya kijiji chetu kwa miaka mingi sana hatujabahatika kabisa kuwa na japo hospitali ya kijiji. Kwa hiyo matibabu yetu mengi sana tulikuwa tunategemea kutoka katika kijiji cha jirani. Nikamwambia ni kweli mtendaji, nalijua hilo swala na kila siku umekuwa ukituambia katika mikutano mbalimbali. Ila sijajua nini dhumuni lako la kuniita hapa. Akanambia sawa, vizuri sana. Sasa nimekuita hapa kwa kuona kwamba wewe ndio utakuwa mkombozi wa hiki kijiji chetu. Yaani na kuona kabisa kwamba wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kutuletea maendeleo na kututoa kimasomaso kama kijiji. Kiufupi nilijawa na hofu kidogo. Nikajiuliza kwa nini iwe mimi? Mbona ni majukumu makubwa sana ambayo napewa? Kwa nini asiwe mtu mwingine? Tena wa kiume. Lakini nikaona labda ni kweli kwamba mimi nina kitu tofauti. Ila sikujua ni kitu gani na wala sikujua kwamba yule mtendaji alikuwa akimaanisha nini kwa wakati ule. Nikamwambia samahani mtendaji. Kwani umemaanisha nini? Kwa sababu mimi bado sijaelewa. Akanambia usijali Leila. Muda si mrefu utaelewa nini ambacho nimekimaanisha. Ila kwa sasa unaweza kwenda. Basi mimi niliondoka pale ofisini nikiwa na mawazo mengi sana. Yaani sijui nini ambacho mtendaji amekimaanisha kwangu. Wakati natoka mle ofisini, ghafla nilikutana na kaka yangu Mkolezo. Kwa hiyo tukaongozana na kaka yangu kuelekea nyumbani. Na ndipo kaka yangu akaanza kuniongelesha. Akanambia dogo, naona umetoka ofisini vipi? Kwani kuna nini? Maana sio kawaida kwako. Nikamwambia hakuna kosa lolote lile kaka, ila mtendaji aliniita kwa ajili ya maongezi ya kawaida. Kiufupi mimi sikutaka kumwambia kaka yangu yale ambayo tulikuwa tumeongea kwa sababu labda angeweza kujisikia vibaya. Unajua yeye ni mtoto wa kiume. Tukafika nyumbani. Tukiwa nje kumbe ndani mamangu pamoja na baba walikuwa wanaongea. Kwa hiyo hatukutaka kuingia ndani kwa ajili ya kusikiliza kwanza nini ambacho walikuwa wanakiongea. Mume wangu, kama unavyoona, Leila muda si mrefu kuna nafasi ya umuhimu sana kwenye maisha yetu na kijiji kizima anakwenda kuipata, ambayo itaweza kubadili maisha yetu. Lakini nawaza kwa hali yetu tutaweza kufanikisha? Baba akamjibu mama, akamwambia usiwaze sana. Mimi nimepanga yale mashamba yetu ya kule bondeni ambapo yalikuwa yanatusaidia kwa kilimo. Itabidi kama kuna chochote basi niyauze tu ili kufanikisha hilo jambo. Naamini huko mbele atatusaidia sana. Kiukweli mimi binafsi nilijisikia vibaya kidogo. Kwa nini baba na mama yangu wananifikiria mimi tu wakati mimi na kaka yangu wote ni watoto wao? Hata kaka yangu pia hakujisikia vizuri kwa zile kauli mle ndani. Japokuwa hatukujua kwamba ni jambo gani ambalo lilikuwa linaendelea.
Basi nilipiga hodi na hatimaye tukaruhusiwa kuingia ndani. Tulibadili nguo na mama akatupatia chakula tukala. Tulivyomaliza kula, baba na mamangu walituita na hatimaye wakaanza kuongea na sisi. Leila mwanangu, kuna jambo kubwa sana ambalo muda si mrefu sana ambalo litaweza kubadili maisha yetu kupitia wewe. Ni babangu ndo aliniambia hivyo. Nikamwambia baba, kupitia mimi kivipi? Mbona sijakuelewa? Akanambia usijali mwanangu, mpango bado hujakamilika, kwa hiyo mimi nitakupa taarifa kwanza, afu baadaye utajua kila kitu. Nikamwambia lakini baba, kwa nini isiwe ni kaka Mkolezo na niwe mimi ambaye ni mwanamke? Baba akanambia Leila, hivyo huyo kaka yako kuna kitu chochote ambacho anakijua zaidi ya vikundi vyake vya bangi? I say. Kiukweli nilijisikia vibaya kiasi baada ya kumwona kakangu akiwa mnyonge sana kupitia ile kauli ya babangu. Na ndipo kakangu sasa akafungua mdomo wake. Akasema sawa, nyesi mnamuona huyo mwanenu ndo msomi? Basi sawa, tutaona. Basi ndipo Mkolezo akainuka pale na kuanza kuondoka zake pale kwenye kile kikao kilichokuwa kinaendelea. Hakujali chochote kile na wala hakuaga. Lakini msikilizaji, siku moja mimi nikiwa natoka mtoni kuelekea nyumbani, nilikutana na kijana mmoja hivi ambaye alikuwa anaonekana kwamba ni mgeni pale kijijini. Alinisimamisha na kuongea na mimi. Na yule kijana alidai kwamba tangu afike pale kijijini hajawahi kumuona msichana mzuri kama mimi. Kwa hiyo chokuwa nakimaanisha yeye ni kwamba alivutiwa sana na mimi kimapenzi. Na alikuja pale kijijini kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali bila hata kuniambia kwamba ni misaada gani ambayo alikuwa amekuja kuitoa pale kijijini. Sikutaka kabisa kusikia swala la mapenzi mimi kwa muda huo, kwa sababu nilikuwa nikiwaza sana kuhusu maisha ya familia yangu. Lakini kama unavyojua tena msikilizaji, sisi ni binadamu. Kutokana na vishawishi vyake, basi mwenzenu nikajikuta naingia mazima. Kiukweli sikutaka kabisa kusikia swala la mapenzi, kwa sababu nilikuwa nikiwaza maisha ya familia yangu tu. Lakini kama unavyojua tena jamani, sisi ni binadamu. Na kutokana na vishawishi vyake, basi nikajikuta naingia kwenye swala la kimapenzi na yule kijana. Kwa sababu aliniahidi kwa vitu vingi sana. Nikashiriki naye mapenzi. Sio mara moja wala mara mbili. Kwa sababu yule kijana alikuja pale kijijini kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali. Kwa wakati wake ulipoisha akaondoka. Yaani aliondoka bila hata kuaga. Mimi nilibaki mpweke tu kwa sababu hata mawasiliano yake pia hakuniachia. Hata siku moja jioni, baba na mamangu waliniita kwa ajili ya mazungumzo muhimu sana. Baba akanambia mwanangu, mtendaji alishatuambia kuwa lile jambo limekaribia na muda si mrefu tunakwenda kulikamilisha kwa 100%. Na hiyo ndio itakuwa furaha yetu, kwa sababu maisha yetu yataenda kubadilika kabisa, kutoka kuwa maskini na kwenda kuwa matajiri hapa kijijini. Nikamwambia lakini baba, mbona mtendaji aliniambia masuala ya zahanati, naona ananiambia kuwa matajiri? Kivipi baba? Baba akaniambia utajua tu muda si mrefu. Kuna watu wa muhimu sana ambao watakuja ndani ya siku 2 hizi kwa ajili ya kukamilisha hilo jambo. Kiukweli kwa upande fulani hivi mimi nilifurahi, kwa sababu niliambiwa kwamba ni jambo ambalo litaleta maendeleo kwenye familia yetu. Ila kwa upande mwingine nilikuwa na hofu sana. Kwa sababu gani? Sikuwa najua ni jambo gani ambalo liko mbele yangu, maana baba alishindwa kabisa kunifafanulia. Nilipotaka kunyanyua mdomo wangu ili niongee, nilijisikia hali ya kupata kichefuchefu. Nikainuka na kwenda kutapika. Sasa mamangu alipoona ile hali, naye akanyanyuka na kunifuata kule kule nilipokuwa. Akanambia mwanangu, nini tena? Mbona unatapika hivyo? Umepata na nini? Nikamwambia mama, yaani hata mwenyewe sijielewi. Nikamwambia mama, hata mwenyewe sielewi. Nimejikuta tunapata hii hali ghafla. Mamangu akanambia basi inawezekana ikawa ni malaria hiyo. Kwa wakati ule mamangu hakuwa ameniwazia mabaya kabisa, kwa sababu ananijua mwanae kwamba ni mtulivu wakati wote. Ila ile hali kidogo ilimshangaza. Akanambia mwanangu, kama umeshaanza utundu, maana hiyo hali inanitisha kidogo. Nikamwambia utundu gani tena mama? Akanambia wewe jifanye unielewi.
ili atakapojulikana ndo utajua kwamba ni utundu gani. Na kiukweli ile hali ya kutapika haikukata haraka, kwa sababu niliendelea kutapika hadi mwili ukakosa nguvu. Mama alipatwa na hofu. Kwa hiyo ikabidi moja kwa moja twende hospitali iliyokuwepo karibu na kijiji jirani, kwa sababu kwetu hatakuwa na huduma za afya. Na nia ya kwenda kule ilikuwa ni twende tukajue tatizo ni nini. Tulifika hadi hospitali, japokuwa palikuwa na kaumbali fulani, na baada ya kufika tuliingia kwenye chumba cha daktari. Daktari akanambia niambie binti, unajisikiaje kwenye mwili wako? Nikamwambia daktari, yani hapa napata sana kichefuchefu na pia napatwa na hali fulani ya kizunguzungu. Nilimuelezea daktari ambavyo najisikia na yeye akaniandikia karatasi ili niende maabara nikapime ili nijue tatizo ni nini. Mimi nikaelekea maabara kwa ajili ya vipimo. Nikapima na kuchukua ile karatasi ya majibu na kuipeleka tena kwa daktari nikiwa na mama yangu. Daktari aliangalia yale majibu. Akasema kwa vipimo ambavyo amepima mgonjwa wako vipo 4. Na kati ya hivyo 3 vinaonyesha kwamba hana tatizo. Na kuna hiki kimoja ambacho kinaonyesha kwamba kuna kitu ambacho kinamsumbua. Nilikaa vizuri kwenye kiti ili niweze kusikiliza vizuri majibu yangu. Mama, kwani huyu mwanao bado anasoma? Maana umri wake unaonyesha kwamba bado yupo shule. Mama akasema hapana. Kwa nini umeniuliza hivyo daktari? Akasema nimeuliza tu kwa sababu nataka kufahamu ili niweze kutoa majibu yake. Na ameolewa kwa maana ya kuwa anaishi na mwanaume ama? Mama akasema hapana daktari. Huyu bado hajaolewa kwa sababu alishafaulu. Ile ikatokea changamoto kidogo tukashindwa kumpeleka shule ili aweze kuendelea na masomo. Daktari akasema sawa. Ile sasa sijui nikupe pole au nikupe hongera mama. Maana hapa ninavyozungumza huyu binti yako ni mjamzito. Tena ana mimba ya wiki 2. Mama alishangaa jamani. Akamwambia daktari unasemaje? Au sijakusikia vizuri? Daktari akasema ni kweli mamangu. Mwanao ni mjamzito hapo alipo. Mama akasema mwanangu anawezaje kuwa mjamzito? Hiyo haiwezekani. Sio kwa Leila jamani. Sio kwa yule Leila wangu mimi, labda mwingine. Mamangu alianza kutoa hayo maneno huku machozi yakimtiririka kwenye mashavu yake kama mvua. Wakati wote huo mimi sikuweza kuongea lolote kwa sababu nilikuwa kama nimepigwa na bumbuazi na nisijue kama nipo kwenye hali halisi au niko naota. Nikajiuliza moyoni mwangu, Leila mimi nawezaje kupata mimba? Mbona kama naota hivi? Ina maana maisha yangu yote yamekwenda kuharibika mapema kiasi hiki? Kwa kweli nilitamani isiwe kweli. Daktari, tafadhali naomba umpime tena mwanangu kwa sababu sitaki hata kuamini hayo majibu. Mamangu aliongea hivyo huku akiendelea kulia na kuyafuta machozi yake. Daktari akasema samahani mama. Haya majibu wala hayana tatizo lolote lile. Kwa sababu kazi yetu tunayoifanya hapa sio ya kubahatisha. Kwa sababu tunatumia vipimo na si kwa kuhisi. Taratibu kutokana na yale mawazo nikajikuta mwili wangu unaishiwa nguvu. Huku jasho jembamba likinimwagika. Mama akaniambia Leila, ni nini hiki umekifanya mwanangu? Mbona umenivua nguo mbele ya hadhara ya watu? Hivi unajua kuna mpango gani hapo mbele yako? Yaani umeharibu kila kitu. Hayo yote msikilizaji alikuwa anayaongea mamangu. Lakini bado tu nilikuwa kimya. Kwa sababu sikuwa nikiamini kwamba mimi naweza kuangusha kiasi kile wazazi wangu. Na wala sikujua nini ambacho amekimaanisha mama yangu kuhusu mpango ambao anausema. Nataka uniambie, hiyo mimba ni ya nani? Mama aliniuliza hilo swali, lakini kiukweli mimi sikumjibu chochote kile. Nilibaki namwangalia tu huku nikiwa na sura ambayo imejaa na uoga sana. Akanambia wewe Leila, mimi sinaongea na wewe. Unajifanya unisikia au? Maana naona umetumbua macho tu. Naomba uniambie hiyo mimba ni ya nani? Sikuweza kumjibu mama kwa sababu hata sikujua kwamba nitajibu nini kwa wakati ule. Maana kila jibu ambalo ningelitoa lisingemridhisha mama, bali lingemuongezea maumivu tu.
maana hata aliyenipa ujauzito amekwisha kuondoka na sijui nampataje. Yaani mimi nakuuliza, uone nikodolee macho yako hiyo kama daga kamba, si ndio? Mama aliongea kwa hasira sana. Baada ya hapo alinyanyuka pale kwenye kiti na kunyanyua mkono wake na kunitandika kibao kimoja shavuni. Nikajikuta nimepoteza fahamu kabisa. Nilipokuja kuzinduka nilijikuta nipo kwenye kitanda kwenye moja ya wodi za pale hospitalini. Wakati huo mwili wangu wote ulikuwa hauna nguvu kabisa. Pembeni ya kitanda changu alikuwa amekaa mamangu akiwa amejiinamia. Yeye alikuwa bado hajaniona kama nimeinuka pale kitandani. Na alionekana ni mtu mwenye mawazo sana kichwani kwake. Yaani hata mimi mwenyewe nikajikuta na huzuni kubwa sana. Maana nilimwangusha mama kwa kiasi kikubwa sana. Nikaona kama dunia nzima imenielemea kwa wakati ule. Nikawaza sijui nimwambie mama kwamba tayari nimeshaamka, lakini moyoni nilikuwa na hofu kubwa sana. Japokuwa mamangu hakuwa mkali sana kama ambavyo baba alivyokuwa mkali, lakini kwa kile kitendo nilichokuwa nimekifanya, hata mama alibadilika kabisa. Nikaona acha tu nimstue mama, liwalo na liwe, maana siwezi kubadilisha chochote kama jambo tayari limeshatokea. Nilinyanyua mkono wangu wa kulia nikiwa pale kitandani na kumgusa mama mwilini mwake ili ageuke niweze kuongea naye japo kidogo tu. Mama aliinua kichwa chake pale alipokuwa amejinamia na kuniangalia usoni mwangu. Nikamwambia mama, naomba sana unisamehe kwa hili jambo ambalo limetokea. Halikuwa kusudio langu. Nilidanganywa tu mama. Kama unavyojua binadamu tumeumbiwa makosa na mimi ni mwanadamu. Kwa hili nakiri kwamba nimekosea mama. Naomba unisamehe. Mama akaniambia naomba ufunga mdomo wako. Sitaki kusikia upuuzi wowote ule. Hayo yote utaenda kumueleza baba yako tutakaporudi nyumbani. Hilo swala la wewe sijui binadamu ana makosa sijui kitu gani utaenda kumueleza baba yako huko nyumbani. Mimi hainihusu. Tena naomba uniache kabisa. Nikamwambia mama tafadhali. Naomba baba asijue kuhusu hili kwa sababu anaweza hata kanichinja. Hivi unadhani mama kwa gharama zote zile alizozitoa kunisomesha, japo sijafikia malengo ya kuendelea mbele, lakini bado alikuwa na matumaini na mimi huko baadaye mama. Nakuomba mama. Mama akaniambia Leila, kama ulikuwa unajua kwamba unachokifanya ni kosa, kwa nini ufanye? Uone kama umefanya makusudi. Na nimekwambia kaa kimya. Sitaki hizo ngojera zako. Tafadhali naomba uniache. Kiukweli hata siku moja mamangu hakuwahi kuongea vile na mimi toka nilivyozaliwa. Ila leo hii amenibadilikia kabisa kwa kile kitendo nilichokuwa nimekifanya. Niliona ni haki yake kama mzazi na sidhani kama kuna mzazi ambaye anaweza kufurahia mwanae afanye upuuzi wa namna ile kama ambao mimi nilikuwa nimeufanya. Nilibaki na majuto moyoni huku uso wangu ukiandamwa na aibu iliyokuwa imejaa haya ndani yake. Nilijiona ni mtoto nisiyekuwa na maana yoyote tena kwenye familia yangu kama mwanzo. Baada ya muda wote tukakaa kimya pale kitandani. Aliingia daktari na kuniuliza maendeleo ya afya yangu. Nikamwambia najisikia vizuri tu kwa sasa. Akaniambia sasa kutokana na hali yako sasa hivi unatakiwa upunguze mawazo kichwani kwa sababu inaweza kuletea hali mbaya. Daktari aliongea mengi sana. Alinishauri mambo mengi sana pale. Lakini sikuwa nayafuatilia kwa sababu mawazo yote yalikuwa kwamba nitafanya nini na hii mimba. Na je, babangu atanichukuliaje kipindi atakapojua kwamba mimi ni mjamzito? Nikamwambia mama, kwani baba hajaje huko hospitali? Akaniambia wewe nimekwambia nini? Subiri ukifika nyumbani, hayo yote utayajua kama alikuja au hajaja. Baada ya daktari kuona hali yangu imekaa sawa, ikabidi aturuhusu tu ili twende nyumbani. Nilijizozoa pale kitandani na kuanza safari yangu ya kurudi nyumbani. Na wakati huo jua tayari lilikuwa lishaanza kupoa. Yaani jioni ilikuwa inaingia. Tulipokuwa njiani niliendelea kumsima mama yangu kwa kila njia ili tu awe upande wangu. Nikamwambia mama, nakuomba sana. Hebu niangalie mwanao. Kwa hali hii kama wewe hauto kwa upande wangu, mimi nitafanya nini mama? Hebu jaribu kufikiria kuhusu hilo. Mama akaniambia mwanangu, unajua umenitia aibu sana. Unadhani mimi nafurahishwa na hiyo hali yako? Nikamwambia najua mama. Najua kabisa kwamba nimekukosea wewe na hata baba.
lakini hakuna jinsi, imeshatokea. Mama akaniambia mimi kama mama yako naweza nikakusamehe. Na je, kuhusu baba yako itakuwaje? Nikamwambia kupitia wewe mama, ukiongea naye anaweza kukusikiliza. Mama akaniambia sio rahisi kama unavyofikiria. Hivi unajua ni nini ambacho kinaendelea juu yako wewe pamoja na familia yetu kiujumla? Yaani sijui hata nikwambie nini. Yaani nahisi kuchanganyikiwa kabisa. Sijui hata itakuwaje. Nikamwambia kwani mama kuna nini? Mbona kama kuna jambo ambalo unanificha? Hebu niweke wazi basi. Mamangu akaniambia sina cha kukwambia. Kwa sababu tayari umeshaharibu mipango yote. Yaani sijui babako atakufanya nini wewe mtoto. Basi tuliongea mambo mengi sana na hatimaye tukawa tunakaribia nyumbani. Na kwa mbali nje ya nyumba yetu nilimuona baba akiwa nje amekaa na watu wengine kama 3 hivi. Kwenye wale watu 3, mmoja wapo alikuwa ni mtendaji wa kijiji. Na wale 2 mimi sikuwatambua ni kina nani. Baada ya kuwaona vile, mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda kwa kasi, yaani kama feni mbovu. Maswali yalikuwa mengi sana juu ya wale watu kuliko majibu. Kwa hiyo nikawa nipo njia panda. Nikawaza au nijifiche nisifike pale nyumbani. Maana niliogopa kidogo juu wa wale watu, ikizingatiwa kuna mtendaji na watu nisiowafahamu. Kadri nilivyokuwa nawaza ndivyo hofu yangu ilivyokuwa inazidi kuongezeka. Huku tukiwa tayari tushakaribia kabisa kufika nyumbani. Baba aligeuka na kuambia wale watu kwa kunyosha kidole. Naona Leila huyu hapo ameshafika na mama yake. Limekuwa ni jambo jema. Babangu aliongea hayo akiwa na tabasamu mwanana usoni mwake. Basi tulifika pale na nikawasalimia kwa kuamkia kwa sababu wote walikuwa ni wakubwa kwangu. Na wao wakaitikia. Haya Leila, hawa ni wageni wako. Kwa hiyo ingia ndani uchukue mkeka na uje ukae hapa wasikilize nini ambacho amekifuata kwako. Kwanza nilishtuka baada ya kusikia eti wale ni wageni wangu. Hofu ikaongezeka maradufu. Lakini nikajikaza tu na kumuitikia baba. Nikamwambia sawa baba. Nilimjibu babangu huko nikiwa na wasiwasi sana moyoni mwangu kwa sababu kwanza ujio wa wale watu sikujua ni kipi ambacho wanakitaka kutoka kwangu. Niliingia ndani kufuata mkeka. Nikapata wazo sijui nitokee mlango wa nyuma nikimbie. Lakini nikaona sio jambo jema kabisa kufanya hivyo. Nikaona acha niwasikilize ni kitu gani hicho ambacho kimewaleta waje kwangu. Nilichukua mkeka kwa taratibu huko nikijivuta sana kutoka nje. Mpaka baba huko nje akashangaa kwa nini nachelewa. Akasema Leila, mbona unachelewa humo ndani? Kuchukua mkeka tu muda wote wa mwanangu. Hujui kama wageni wanakusubiri wewe hapa kwa muda mrefu sana. Nikamwambia nakuja baba, mkeka nilikuwa siuoni. Akaniambia mtoto umechanganyikiwa na nini? Mbona kila siku mkeka unakaa hapo kwenye pembe ya nyumba? Iweje leo siuone? Basi nilifanya haraka kutoka nje ili baba asiendelee kunigombeza. Kwa sababu obviously singekuwa jambo zuri wakati nje kuna wageni. Nilitandika mkeka na kukaa chini ili niweze kuwasikiliza. Baba akasema kabla maongezi hayajaanza, vipi huko hospitali mlikotoka? Nimekuaje? Babangu aliuliza hivyo. Mimi na mama tukaangaliana. Afu nikambinyia mama jicho. Nikimaanisha kwamba chonde. Asije kumwambia baba kwamba nina ujauzito. Mama naye alinielewa. Baba akasema mbona mmekaa kimya? Sinawauliza jamani au hamkusikia swali langu? Mama akasema samahani mume wangu. Ni kwamba tulipofika hospitalini alifanywa vipimo vyote na kukutwa na ugonjwa wowote ule. Baba akasema sasa kama ana ugonjwa kwa nini alipata ile hali? Daktari amesema kwamba itakuwa ni hali ya hewa tu au labda atakuwa amekula chakula ambacho kimempa mchafuko kidogo. Baba akasema sawa, hebu tuache hizo habari tuongelee habari njema ambazo zimekuja hapa leo. Karibuni sana wageni wangu. Kati ya wale watu 3 wote, mtendaji ndio alianza kuongea kwa kusema nini ambacho kimewaleta pale. Akasema kwanza niwatambulishe kwenu hawa watu waliobaki. Nadhani mimi mnanijua. Sina haja ya kujitambulisha. Huyu wa upande wangu wa kulia anaitwa Mheshimiwa Aidani Juma, ni mkuu wa wilaya. Na huyu wa mkono wangu wa kushoto anaitwa Bwana Hamisi Bakari. Bwana Hamisi ni mkurugenzi
wa kampuni moja kubwa ambayo inajihusisha na mambo mbalimbali katika uzalishaji wa mali, hasa kwa kutumia malighafi za mimea na udongo. Asante sana kwa kuwafahamu. Sasa baada ya utambulisho, naomba niende kwenye lengo kuu la sisi kufika hapa ni nini. Kama mnavyojua, kijijini kwetu hatujawahi kuwa hata na zahanati. Sasa neema hii imetufikia kupitia nyinyi. Baba akasema ndio, tunafahamu sana. Japokuwa na juhudi zenu kama viongozi, lakini imekuwa changamoto sana kupatikana huduma muhimu kama hiyo. Babangu alikuwa anaongea hivyo kwa akijiweka sawa. Babangu aliongea hivyo kwa akiwa anajiweka sawa kwenye gogo ambalo alikuwa amelikalia. Mtendaji akaendelea. Akasema sasa mwaka huu Mungu ameleta neema kijijini kwetu. Na nadhani mzee hapo unaelewa kila kitu, na wewe ndio uliyetoa mwongozo wote kwamba kila kitu atahusika huyu mwanao hapa. Baba akasema ndio mtendaji, nafahamu hilo. Mpaka sasa Leila sikuwahi kumwambia chochote juu ya hili jambo. Kwa hiyo hapo ipo njia panda tu. Mtendaji akasema kumbe hujawahi kumwambia. Sawa basi, ngoja leo tumweke wazi ili ajue kila kitu. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nilimuita ofisini lakini sikumwambia huu mpango kabisa. Na mimi naamini atafurahi sana, kwa sababu hata ndoto zake zitaenda kutimia kupitia hili. Kadri maongezi yalivyokuwa yanaendelea ndivyo mimi nilivyokuwa nazidi kuchanganyikiwa na kuwa na hofu kubwa, kwa sababu sikujua nini ambacho kiko mbele yangu. Na ukizingatia tayari na ujauzito wa mtu ambaye tayari amenikimbia. Mtendaji akasema sawa. Lakini kabla sijamwambia Leila hili swala, kwani yule mwanao mwingine wa kiume yuko wapi? Baba akasema mkolezo yuko mtaani huko. Hana hata uelekeo. Kesha afeli kabisa. Yeye atakuwa mtu wa jembe tu, mtoto wa kiume yule. Yeye anachokiwaza ni kuvuta mibange tu na anaona ni ujanja. Na ndio maana jambo hili nataka mwanangu Leila ndo awe kila kitu. Sawa baba Leila. Basi ngoja nimweke Leila wazi. Sasa Leila, kama nilivyosema, huyo ni mkurugenzi wa kampuni kubwa sana. Kwa hiyo katika tafiti zao wameliona eneo la baba yako ambalo lipo kule mlimani linafaa kwa shughuli zao. Kwa hiyo ujio wao hapa ni kuweza kufanya makubaliano baina yao na nyinyi kama familia, ili waweze kupamiliki pale na kuweza kufanya shughuli zao. Nikasema sawa mtendaji. Lakini sasa mimi hapo nahusika vipi wakati upo hapa baba na mama? Akasema muuliza vizuri sana. Sasa ni hivi. Lile eneo linasomeka wewe ndio mmiliki. Kwa hata kwenye makubaliano wewe ndio utakuwa unaweka saini. Maana babako alishakumilikisha wewe kule kama sehemu yako. Na ndio huko hapa. Kiukweli ile ilikuwa ni habari ya mshtuko sana kwangu. Kwa sababu sikutegemea jambo zito kama lile likawa juu yangu mimi. Kwa hiyo ilinipa mawazo sana, ikizingatiwa mimi ni mtoto wa kike. Ile ilibidi tu nijikaze. Nikamwambia mtendaji sawa. Kwa hiyo utaratibu ukoje? Maana mimi sielewi chochote hapa. Akasema sawa. Utaratibu ni kwamba hii kampuni inataka kupa kodi pale kwa miaka 5. Pesa za Kitanzania shilingi milioni 50. Kwa maana ya kwamba kila mwaka mmoja ni milioni 10. Na baada ya mkataba kuisha basi mnarudishiwa eneo lenu. Au kama hawajamaliza kazi zao basi mkataba utaongezewa. Kiukweli ule ulikuwa ni mshtuko mkubwa sana. Sio kwangu tu, bali kwa familia nzima. Hizo zilikuwa ni pesa nyingi sana kuzisikia kwenye masikio yangu. Na nilihisi mwili wangu wote unatetemeka kwa uoga sana. Wakati nikiwa nimeduaa kwa mshangao, mtendaji akaendelea kuongea. Akasema hiyo pesa ni kwa upande wa familia. Lakini kama unakumbuka, nilisema kwamba pia kijiji kitanufaika. Kwa hiyo hii kampuni kupitia nyinyi itajenga hospitali kubwa sana hapa kijijini. Hivyo, adha ya kwenda kijiji cha jirani kwa ajili ya matibabu itakuwa imeisha kabisa. Hayo ni machache tu. Lakini bado mambo mawili. Moja la familia na lingine ni kwa ajili yako wewe Leila. Ila hayo sasa namwachia mkuu wa wilaya, yeye ndo atakayesema. Mkuu wa wilaya akakoa kidogo kwa ajili ya kuweka sawa koo lake. Akasema asante sana mtendaji kwa kunikaribisha kuongea. Kwanza sisi kama wilaya
tumefurahi sana kuona wawekezaji kama hawa wanaweza kuisaidia serikali kwenye baadhi ya mahitaji muhimu ya jamii. Kwa hiyo kutokana na mazingira ambayo tumeyaona hapa, mbali na pesa mtakazopewa, basi tutaongea na hii kampuni iweze kuboresha mazingira ya hapa, kwa maana ya kuwajengea nyumba kubwa ya kisasa kabisa. Nikamwangalia kwanza babangu. Yaani alikuwa ni mtu mwenye furaha kubwa sana kupita maelezo. Nililiona tumaini kubwa sana kwake. Lakini nikikumbuka kwamba nina mimba, najikuta machozi yananitoka bila hata kujua kama yanatoka. Mwanangu Leila, mbona machozi yanakutoka? Naona uamini kama ni kweli haya yanayoendelea hapa. Ndio nikastuka. Yaani sikuwa najua kama machozi yananitoka. Nikachukua kanga nikafuta machozi. Nikamwambia baba, mimi nalia tu. Naona siamini kama ni familia yetu ambayo inazungumziwa hapa, imekuwa kama ndoto. Baba akaniambia usijali mwanangu, ni neema tu za Mungu. Na hapa ninavyokuambia, leo ule jogoo ambaye nilikuwa nikimpenda sana na mchinja ili tuweze kumla kwa furaha. Kiukweli maneno ya baba yalizidi kufanya moyo wangu uwe na furaha sana, pamoja na huzuni kidogo. Na machozi yalinitoka tena. Akasema, Leila, acha basi kulia. Wewe ndio nilikuona una akili kuliko kaka yako. Kwa hiyo sijafanya makosa kukuweka kama mmiliki wa lile eneo. Na hatimaye leo neema imekuja kwetu. Yule mkurugenzi baada ya kuwa kimya kwa muda wote huo, sasa ulikuwa wakati wa yeye kuongea. Kwanza kama wenzangu walivyoongea, na mimi nataka kusema yangu. Leo ni Ijumaa. Sasa Jumatatu nilikuwa naomba mje ofisini kwangu ili tuweze kufanikisha yote haya. Kwa hiyo tutaingia kabisa mkataba na nyie kwa mambo yote ambayo tumeahidi. Na pia nimemsikia hapa mkuu wa wilaya akisema juu ya nyumba. Sasa naomba kusema kwamba mimi nitalibeba jukumu lote hilo. Nitajenga nyumba ya huyu mzee. Na kubwa zaidi kuliko yote, nimeambiwa Leila alifaulu vizuri sana hapa kijijini. Ila alishindwa kuendelea kusoma kutokana na mambo mbalimbali, ikiwa pamoja na pesa. Sasa kupitia hii kampuni itamsomesha kuanzia hapo kidato cha 5 mpaka pale atakapomaliza na kumpatia ajira ya kudumu kwenye kampuni hii. Kama atakachokisomea kitakuwa kimojawapo ambacho kipo kwenye kampuni. Na kuhusu swala la kumsomesha ni moja ya kipengele ambacho kitakuwa ndani ya huo mkataba wa lile eneo. Kwa maana hata mimi nikifa, basi ndoto ya Leila isije ikafa pia. Alipomaliza kuongea nilishusha pumzi ndefu sana. Maana hofu iliongezeka kupita kiasi. Maneno ya kusema kwamba atanisomesha yalikuwa kama mwiba mchungu sana moyoni mwangu. Japokuwa nilikuwa natamani sana kuendelea kusoma, lakini sasa ujauzito inakuaje? Ilibaki njia panda nisijue la kufanya. Basi akaendelea kunipa wasiwasi zaidi baada ya kuzungumza tena. Akasema na kitu cha kukumbuka ni kwamba kama unavyojua mwanafunzi hawezi kusoma akiwa na mimba. Kwa hiyo lazima mkija na binti atapimwa kwanza ili aweze kukidhi vigezo vya yeye kwenda kusoma. Kwa kweli hiyo ilikuwa ni mwiba mchungu sana kwangu. Kiasi kwamba nilikosa kabisa amani moyoni mwangu. Na kuona labda naweza nikazima ndoto zote. Kuanzia za familia, kijiji na za kwangu pia. Baada ya kumaliza kile kikao kifupi, wale watu waliaga na kusisitiza kwamba Jumatatu asubuhi na mapema tuwe tayari tumefika kule kwenye ile kampuni. Leila, kila siku nimekuwa nikikwambia kwamba Mungu ndio kila kitu. Hatimaye leo imetimia mwanangu. Na kitu usichokijua, kulikuwa na ushindani mkubwa sana kwenye hili swala. Babangu aliniambia hivyo. Nikamuuliza anamaanisha nini kusema hivyo baba? Baba akaniambia kwamba anamaanisha kwamba kulikuwa na ushindani mkubwa sana na kijiji cha jirani. Kwa sababu na wao pia walikuwa na eneo kama la kwetu. Kwa hiyo neema ilikuwa inaenda kwao. Kwa hiyo nilichokifanya mimi ni kutumia nguvu ya ziada, ikiwepo kuuza mashamba mengine na kupata pesa na kumpatia mtu ambaye ndo alikuwa amekuja kwa ajili ya utafiti na kuidhinisha kwenye kampuni yao. Na ndio maana wahenga wanasema kwamba penye uzia tia rupia. Hivyo ninapoongea hapa hatuna hata shamba moja kwa ajili ya kilimo. Baba aliweka matumaini makubwa sana juu ya yote yale, bila hata kujua kwamba hayo yote anayoyawaza kama hayawezi kutimia, kwa sababu tayari nishatia doa
na sikujua nitaweza vipi nikiwa na ujauzito. Maana kipengele kimoja hapo kwenye mkataba ni kwenda kusoma. Sasa na ujauzito itakuwaje? Niliwaza sana. Wakati tukiwa pale, mara mkolezo alifika pale nyumbani. Akasema kuna nini hapa jamani? Maana nimepishana na mtendaji akiwa na watu wengine. Bila shaka wametoka hapa nyumbani. Baba akasema ndio wametoka hapa. Vipi? Kuna tatizo kwani? Kaka akasema hapana. Ila nimeuliza tu baba kwa ajili ya kutaka kujua. Akamwambia sawa. Ni hivi, wale wamekuja hapa kwa ajili ya yale mambo mazuri ya familia yetu, hasa Leila. Mkolezo alipopewa yale majibu aliondoka na kuingia ndani bila kusema chochote kile. Basi wote tulinyanyuka pale tulipokuwa tumekaa, nikaenda moja kwa moja hadi chumbani kwangu. Mawazo nilokuwa nayo kwa kweli hayakuwa ya kawaida. Niliwaza au nikatoe hii mimba, lakini nikawaza kwamba nikifa itakuwaje. Lakini hata hivyo nitaitoaje hii mimba bila ya kuwa na pesa? Pia nikafikiria ukubwa wa lile jambo kwamba mpaka mkuu wa wilaya yupo kati ya swala la mimi kwenye kusoma. Itakuwaje nikijulikana kwamba nina ujauzito? Lakini hata babangu amekuwa na furaha sana kwa mambo yale yote. Leo hii aje kusikia kwamba mimi nina mimba. Nilikosa majibu. Imagine babangu ameuza mpaka mashamba yake kwa ajili ya yale mambo yote. Na bahati iliyoje, pamoja na kupata pesa, lakini atajengewa nyumba, alafu aje asikie kwamba mimi nina mimba na apoteze kila kitu. Niliogopa sana. Mara sauti ya mama ilisikika mlangoni kwangu. We Leila, sasa unakaa humo ndani usiku huu umeshaingia, wala huwezi kupika, au unataka kutulaza na njaa? We mama Leila, mwanangu anaumwa, na sio kuumwa tu, kwa sasa hivi ndo bosi wetu hapa, na ndo atakuja kuwa msomi wa familia hii. Kwa hiyo mwacha apumzike. Baba yangu huyo aliongea hivyo kwa kunitetea jamani. Yaani hata mimi mwenyewe sikumjibu chochote kile mama. Mama akasema mume wangu, huyu mwanao haumwi chochote kile. Ana mambo yake tu ambayo yanamsumbua. Nilivyosikia mama amejibu vile nikaona kabisa kwamba anataka kumwambia baba kila kitu kuhusu mimi. Nikaona nitoke nje haraka ili maongezi yao yasiendelee. Nikamwambia samahani mama, kuna nguo yangu nilikuwa naitafuta ndo maana, ila ngoja niwashe moto nipike. Baba alisogea pale karibu yetu na kuniambia, mwanangu, wewe leo pumzika, na mamako akikataa kupika mimi mwenyewe nitaingia jikoni. Hapa ninavyoongea na wewe tayari nishawasha moto, na jikoni nishaweka maji kwa ajili ya kuku. Nikasema baba hapana, acha tu mimi nikapike. Sio vizuri mimi nipo afu uende ukakae jikoni. Baba akaniambia najua mwanangu, ila kwa fulani nilikuwa nao moyoni mwangu, acha nikupikie leo chakula ili kiwe kama baraka kwako huko uendako katika masomo yako. Naamini kila ukikumbuka hiki chakula utakachokula leo, basi itakuwa chachu ya wewe kuendelea kufanya vizuri. Kwa sababu babangu alinilazimisha sana ule usiku apike yeye chakula, basi sikuwa na namna, nirudi ndani. Baba alichinja kuku ule usiku, akapika na wali, kisha wote tukala kwa pamoja, huku baba akiwa ni mwenye furaha kupita wote. Mimi nilikuwa nakula huku nikiwa na mawazo sana. Kwa hata ile ladha ya chakula kwa kweli sikuihisi. Muda wote mamangu alikuwa akiniangalia mimi, huku uso wake ukionyesha kabisa kwamba ni mtu mwenye kusikitika sana. Ile hali ilinifanya nijisikie vibaya sana kwa kweli. Babangu akaniuliza, mwanangu, mbona kama una raha au hujapenda chakula nilichokupikia leo? Nikamwambia hapana baba, nafurahi. Tena chakula ni kitamu kuliko hata kipikaga mama. Nilimjibu babangu kwa kusita hivyo, lakini alinielewa. Akanambia ila sikushangai mwanangu kwa hivyo, maana habari ulizozipokea leo hata ningekuwa mimi ningekuwa kama wewe. Nikamwambia ni kweli baba, kwa sababu ni habari ambazo sikuzitegemea. Basi tuliendelea kuongea huku tukiwa tunapata chakula. Nikamwona baba anamwangalia mama sana. Akamwambia leo mbona nakuona kama haupo sawa mke wangu? Sijui nini ambacho kinakusumbua, wakati leo ni siku ya furaha. Mama akamwambia hapana mume wangu, ujue hizo habari zimenifanya nipigwe na bumbwazi sana.
Wakati wote huo Mkolezo alinyamaza kimya kwa sababu hakutaka kuchangia chochote kile. Maana ule muda aliuliza akajibiwa kifupi tu. Basi tulimaliza kula, nikatoa vyombo vyote na kuingiza ndani na kwenda kuoga ili nikapumzike. Nilipomaliza nilirudi na kupanda zangu kitandani. Usingizi sikupata kabisa hiyo siku. Nilikuwa nikiwaza nini nikifanye. Au nitoroke niende mjini nikamtafutia aliyenipa hii mimba. Lakini nitaanzia wapi mimi? Toka nimezaliwa sijui kutoka kwenda popote zaidi ya pale pale kijijini. Nikaona basi acha tu nisubiri ili nione nini ambacho kitatokea mbele yangu. Nitakabiliana nacho tu. Asubuhi na mapema nilimsikia baba akiwa ameshaamka. Sikujua alikuwa ameelekea wapi. Lakini baada ya muda alirudi akiwa na mfuko mkononi. Akanambia, mwanangu, ushaamka Basi subiri hapo leo unywe chai ya baba. Aisee. Babangu alikuwa na pilika sio za kawaida. Mle kwenye mfuko alikuwa amenunua miogo na samaki. Akapika pamoja kisha tukajumuika wote kwenye chai. Nilipoanza kula tu jamani, ile hali ya kichefuchefu ikaanza tena. Nikainuka na kwenda kutapika. Baba akasema, wewe Mama Leila, hebu niambie mwanao ana nini? Kabla mama hajajibu akaitikia Mkolezo. Akasema, hakuna cha nini hapo. Huyo tayari baba. Baba, hicho kitu tayari. Wewe ni mtu mzima afu unashindwa hata kujiongeza. Wewe ni kila anaenda kutapika. Baba akaja juu kwa kaka. Akamwambia, wewe Mkolezo, mimi nimemuuliza mama yako na huyu ndiye anatakiwa kunijibu. Imekuwaje wewe uingilie mambo ya kike? Hebu toka hapa. Na ndio maana kila siku nakwambia kwamba wewe ni bure kabisa. Umo kichwani kwako ni bure kabisa. Unaita lugha za mtaani. Sasa kitu hicho ndo nini sasa? Mpuuzi mkubwa wewe. Akasema, sawa baba. Mimi si kila siku naonekanaga kwamba sina maana. Sawa? Mimi naondoka. Ila ipo siku na mimi nitaonekana kwamba nina maana katika hii familia. Baba akamwambia, ndio nenda. Na wewe maisha yako yatakuwa ya taabu sana. Kwa sababu hata hujielewi hata kidogo. Kakaangu alipoongea yale maneno nikaona kabisa kwamba tayari baba atajua kila kitu. Nikaona sasa hapa nimekwisha. Sina tena ujanja. Hivi Mama Leila, hiki kitu ambacho nakisikia kutoka kwa Mkolezo ni kweli? Na hicho kitu anachokisema ni kitu gani? Mama akasema, lipi hilo? Kwani wewe mjuagi mwanao? Anapenda kuropoka tu. Kama hapa ameongea kiuni tu, anasema kitu. Sasa hicho kitu ni nini? Mimi sielewi. Baba akasema, namjua. Ila kwa hili hata mimi mwenyewe kidogo limenitia mashaka. Maana hata jana wakati mnatoka hospitalini hamkuwa na furaha kabisa. Sasa sijajua nini ambacho kipo hapa katikati, ambacho mimi kama baba sikijui. Mama akasema, hamna mume wangu. Hakuna chochote kile. Wewe kuwa na amani. Na kama kungekuwa na jambo lolote lile lazima wewe ungelijua tu. Baba akaniambia, usitaki kuniambia kwamba Leila ana mimba. Maana vidalili vya awali ndio vinakuaga hivi hivi. Baba alivyotaja tu kwamba mimi nina mimba nilishtuka sana. Yaani nilishtuka vibaya mno pale nilipokuwa nimekaa. Hadi baba akahisi jambo. Akasema, wewe Leila, mbona nimetaja neno mimba umeshtuka hivyo? Kwa hiyo inaonyesha kwamba wewe ni mjamzito, si ndio? Nikasema hapana baba. Mimi sina mimba. Na wala hakuna hilo jambo. Akaniambia, kwa nini ukila tu chakula unatapika? Na kwa nini toka jana umekuwa sio mtu wa furaha? Nilishindwa jamani namjibu nini babangu. Kwa sababu nilihisi kabisa kwamba ashajua kila kitu. Sasa siamtaki kusema. Sawa, mimi natoka. Mama akamwambia, unaenda wapi sasa mume wangu jamani? Akasema, sihitaji maswali. Baba alimaliza kuongea na kuinuka, kisha akaondoka bila sisi kujua kwamba alikuwa anaenda wapi. Niliogopa sana kwa sababu sikujua baba ameenda wapi na amekwenda kufanya nini. Nikamwambia, sasa mama, baba atakuwa ameenda wapi? Mama akaniambia, mimi najuaje Leila? Wakati tuko hapa wote hajatuaga. Tuliendelea kuongea na mamangu na tusijue la kufanya. Nikaona acha nimsubiri baba tu kwamba anakuja na jambo gani. Tulikaa kwa muda mrefu sana. Na hatimaye kwa mbali tukamwona baba akiwa anarudi, huku akiwa kwenye mwendo wa haraka sana. Nikataka niinuke na kukimbia. Ila nafsi ilisita, nikakaa tu pale pale. Alikuja mpaka pale tulipokuwa tumekaa sisi.
akasogeza kiti chake na kukaa chini. Akasema yani kama ningekuta kitu ambacho nilikizania, basi leo humu ndani asingetoka mtu yoyote. Haiwezekani binti yangu ambaye namtegemea na kutoa gharama zangu zote eti apate mimba kirahisi hivyo. Haiwezekani kabisa. Babangu aliongea kwa sauti ya juu kidogo huku akiwa na hema. Mama akasema kwani mume wangu umetoka wapi? Akasema hapa ninavyokuambia nilipita mara moja kwa mzee Hasani, kisha nikaelekea hospitali ambapo mlienda jana kufanya vipimo. Na nilipofika kule nikampata yule daktari ambaye alimpima jana. Nilimuelezea akajua kwamba ni nyinyi. Ulivyompata akakwambiaje? Baba akasema ameniambia kwamba alimpima na hakumkuta na chochote kile. Kwa hiyo hapo hasira yangu ndio ikapungua. Alivyosema hivyo mimi na mama tukatazamana na moyoni nikajiuliza inawezekanaje. Nilijiuliza hii inawezekanaje? Au baba alipewa majibu ya mtu mwingine nini? Kwa sababu majibu yangu yalikuwa mimi ni mjamzito. Sasa inakuwaje leo hii ambaye kwamba mimi sina mimba? Na sio nimekurupuka tu. Maana yule daktari aliyempima huyu anaitwa Kevin, au sio yeye? Baada ya baba kutaja hilo jina la daktari ndo nilishangaa zaidi. Maana ndo yeye yule aliyokuwa amenipima. Nikabaki tu njia panda. Akasema sasa mwanangu, kama unavyojua, kesho kutwa ndo safari ya kuelekea kule mjini ili tukakamilishe yale masuala yetu. Nikamwambia sawa baba, mimi nimekuelewa. Nilitandika mkeka pale nje na kujilaza. Usingizi ulinipitia kwa sababu ule usiku sikupata usingizi vizuri. Kwa hiyo nilala pale nje usingizi mzito. Lakini kwa mbali nikasikia sauti kama inaniita hivi. We Leila, hebu amka kidogo tuongee kwanza. Nilitingisha huko nikiitwa jina langu. Na nilipofungua macho yangu kumbe alikuwa ni mama yangu ndo alikuwa ananiamsha. Nikamuuliza mama vipi? Mbona unaniamsha hivyo? Kuna tatizo? Mama akaniambia hebu acha upuuzi. Hivi uone kama kuna tatizo? Au hiyo mimba yako ni raha, si ndio? Nikamwambia basi mama usiongee kwa sauti mpaka baba akasikia. Babako hayupo ndo maana nimeongea. Haya niambie mwenzangu. Imekuwaje tena yule daktari aseme kwamba una mimba alafu leo tena anamwambia babako kwamba hauna mimba? Nikamwambia hata mimi mwenyewe mama nashangaa. Kwa sababu sielewi na ambacho kimetokea mpaka inakuwa hivyo. Mama akaniambia lakini mwanangu, mpaka leo hujaniambia hiyo mimba ni ya nani? Na kabla mamangu hajaendelea kuongea nilimwambia nyamaze kwa sababu mkolezo alikuwa anakuja na anaweza akasikia mazungumzo yetu akamwambia baba. Mama kwa utanisuka saa ngapi? Ilibidi nibadilishe mada ili mkolezo asijue kitu chochote kile. Kaka kanambia Leila, acha kuzuga wewe. Mimi najua yote mlikuwa mnayaongea. Eti kuniona mimi ndo najidai unabadili mada. Sikujua kumbe muda wote huo mkolezo alikuwa amejificha kwenye kiwambaza cha ukuta na kusikiliza maneno yetu. Mkolezo, asa unadhani sisi tulikuwa tunaongelea nini? Sio mlikuwa mnaongea nini? Sema mlikuwa mnaongelea mimba ni ya nani? Hapo sasa nikajua kweli mkolezo amesikia. Mbona unapenda sana kufuatilia mambo ya kike mwanangu mkolezo? Ndio maana wewe kila siku unagombana tuna babako kwa ajili ya mambo yako hayo. Mkolezo akasema najua mama. Ila mimi kila siku naonekana kwamba sina akili. Ila kama hamjui, leo nimewasaidia sana. Badala hata mnishukuru nyewe mnanisimanga. Bora tu hata nisingefanya huo msaada. Mama akamwambia msaada gani huo uliofanya? Akasema hivi wewe Leila, unadhani kwamba majibu aliyopewa baba ameyapata tu hivi hivi na kuonekana kwamba wewe hauna mimba wakati unayo? Mpaka hapo sasa nikaona kumbe siri zote anazijua kuhusu mimi. Nikajiuliza amejuaje hayo yote? Wewe umejuaje kama mdogo wako ana mimba? Mama alimuuliza. Akasema mama, sio kujua tu kwamba ana mimba, bali namjua mpaka mwenye huo ujauzito. Niliishiwa nguvu baada ya kusikia hayo yote. Lakini nikajiuliza kwa nini hakumwambia baba wakati wote huo, wakati alikuwa akisimangwa juu yangu. Na kwa nini hakutumia hiyo fursa kama fimbo ya kunichapa kwa baba? Akasema kitu msichokijua, ile siku mnatoka kwenda hospitali mimi niliwafuata. Na niliwafuata kwa kujificha. Ila baada ya nyinyi kutoka mimi nilienda kwa dokta na akaniambia yote
baada ya kumwambia kwamba mimi ni kaka yake. Lakini hiyo haitoshi. Leo baada ya kumuona baba anaondoka, nilijua kabisa kwamba anaenda hospitali kwa ajili ya kupata uthibitisho. Kwa mimi nikawa namfuatilia kwa nyuma. Alipopita tu kwa mzee Hasani, mimi nikatumia nafasi hiyo hiyo na kuwahi hospitali ili nikaonane na yule dokta na kumpa hali halisi. Nilimwambia simwambie baba kwamba wewe una mimba, amdanganye. Nikamwambia kwamba ukimwambia ukweli utamsababishia matatizo kwa sababu ana hasira sana. Hivyo unaweza kumuua na pressure, maana wewe inamsumbua mara kwa mara. Na kweli daktari alinielewa na akampatia baba majibu ya uongo. Kwa maelezo yake kwa kweli niliona kweli kakaangu ana mapenzi na mimi sana, kwa yote aliyokuwa amenifanyia. Akasema nimefanya hivyo kwa sababu wewe Leila hata siku moja hukuwahi kunionyesha kutokunipenda. Kwa kweli nilijisikia raha sana. Lakini wakati tuko pale, baba alikuja. Akasema wale watu wanaotoaga misaada hapa kijijini wamekuja tena leo kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya wale ambao walipatiwa misaada, kisha wataondoka. Kwa hiyo tunatakiwa wananchi wote kesho kuelekea kule sehemu ya mikutano, tukasikilize kipi ambacho wamekuja nacho. Niliposikia yale maneno ya baba nikaona sasa imekuwa jambo jema kwamba nitaenda kukutana na yule mtu ambaye amenipa ujauzito. Alinipa ujauzito ni kijana mmoja hivi, kwa majina alikuwa anaitwa Salum. Ni yule ambaye alikuja kipindi kile cha nyuma kwenye kutoa misaada mbalimbali vijijini. Ni kijana fulani hivi mtanashati na mzuri sana kwa kumwangalia. Niliwaza ile jioni kwamba natokaje pale nyumbani na kwenda ambapo alikuwa amefikia mara ya kwanza. Nikaona nidanganye ili nipate nafasi ya kutoka pale. Nikamwambia mama, naomba ruhusa, nataka kwenda kumwona rafiki yangu Zawadi. Mama akaniambia jioni yote hii na muda si mrefu kiza kinaingia. Huyo Zawadi nataka kwenda kuongea nini? Nikamwambia hamna, ni mambo yetu tu ya kawaida mama. Si unajua karibu naondoka. Nilivyosema hivyo mama alinikata jicho la kutoa ishara kwamba nitaondoka na kwenda wapi na ile mimba yangu. Wakati tunaongea hiyo baba alikaa kimya tu, wala kutaka kuchangia chochote kile. Na hapo ndipo tulikatisha ile mazungumzo yetu kati ya mimi, mama pamoja na Mkolezo baada tu ya baba kufika. Kwa Mkolezo kupata tena nafasi ya kumwambia mama kwamba nani aliyenipa ujauzito. Mama aliniruhusu niende, ila akansisitiza kwamba nisije nikachelewa kurudi nyumbani kwa sababu mimi ndo natakiwa nipike chakula. Niliingia ndani na nikachukua mtandio wangu na kujitanda kichwani, kisha nikaondoka. Nikaona kabla ya kwenda kwa Salum ni bora niende kwanza kwa Zawadi, kisha ndo niendelee na safari zangu. Nilifika kwa kina Zawadi nikamkuta akiwa na wazazi wake wanaongea. Nikawasalimia kisha nikamwomba Zawadi nitoke naye. Bila hiana waliniambia kwamba naweza tu kwenda naye, ila nisichelewe kumrudisha nyumbani. Wakati tupo njiani, nikaona bora nimshirikishe Zawadi, labda kuna ushauri ambao anaweza kanipatia. Japo moyoni nilikuwa na hofu asije kasambaza pale kijijini na ikawa fedhea kwangu. Nikamwambia Zawadi rafiki yangu, usinione hivi, mwenzio nina matatizo makubwa sana na hata sijui na yatatua vipi. Akaniambia matatizo gani hayo tena Leila? Nikamwambia hata sijui nianzie wapi kwa sababu ni mambo mazito sana. Akaniambia wewe anzia popote tu ili mradi mimi nakuelewa. Ikabidi sasa nifunguke yale yote ambayo yako mbele yangu kuhusu mambo ya pesa, zahanati na hata mimi kwenda kuendelea na masomo. Ila jambo moja tu ambalo ni la mimba ndio sikumwambia kwanza kwa sababu bado nilikuwa na hofu. Akaniambia sasa rafiki yangu, hapo matatizo yako wapi? Wakati vyote ulivyoniambia hapo ni baraka tupu. Hadi na kuonea donge mwenzio. Nikamwambia Zawadi, wewe hujui tu. Ila lipo lingine hilo ndo linanipa shida sana. Akaniambia ni jambo gani hilo? Niambia inaweza kukusaidia hata angalau kwa mawazo. Nikamwambia Zawadi, yani hapa ninavyokuambia mwenzako na ujauzito. Na mbaya zaidi mwenye ujauzito ameshanikimbia. Unadhani na hali hii hayo mambo yote yatafanyika vipi? Aliyakuwa mimi ndo mhusika mkuu. Akasema sasa Leila sikiliza. Hiyo sio shida. Zipo njia mbili za kufanya. Nikamuuliza njia gani? Akanambia ya kwanza ni kutoa hiyo mimba na ya pili ni wewe kwenda kusaini tu mambo ya sasampa
kuhusu hiyo shule unaachana nayo tu. Angalau kidogo Zawadi alinipa mwanga, japokuwa sio sana. Kuhusu kutoa sikuwa na pesa za kufanya hivyo. Ila kuhusu kusaini mambo ya pesa tu bila shule, hapo kidogo niliona kwamba inawezekana. Kwa hiyo kidogo ilinipa amani fulani hivi, japokuwa sio kwa 100%, kwa sababu alishasema kwamba kunisomesha ni moja ya kipengele kitakachokuwa kwenye mkataba. Na hata hivyo lazima nitapimwa ujauzito. Wakati nikiwa pale nimezubaa nikiwaza ile nilokuwa nimeambiwa, nikastuliwa na Zawadi kwa kuniuliza swali. Akanambia, "Hebu niambie kwanza mwenye hiyo mimba. Maana hujawahi hata siku moja kuniambia kwamba una uhusiano na mtu." Nikamwambia, "Ni safari hii tunayokwenda ni kwa huyo mwenye hii mimba. Ni wale watu wa misaada waliokuwa wamekuja kijijini kwetu. Sasa nimesikia wamekuja. Kwa ndo naenda hivi ili kama yupo nimwambie nione atasema nini." Zawadi akanambia, "Sikiliza Leila. Yaani kama tutamkuta huku, hakuna cha kusema nini wala nini. Yaani akupe pesa ili ukaitoe hiyo mimba, ili uende ukatimize ndoto zako za kupata elimu, ili uje kusaidia watu kutokana na taaluma yako ya udaktari. Maana itakuwa aibu ya mwaka hii ndugu yangu. Na hata babako hata kuelewa kwa jinsi alivyotoa gharama zake." Nilimsikiliza Zawadi na sikutaka kumpinga kwa yote aliyokuwa ameyaongea. Ikabidi tuwahi kabla jua halijazama. Na kweli tulifika pale kukiwa bado kweupe. Na kama bahati kwa mbali nilimuona Salum akiwa amekaa pale peke yake, huku akichezea simu yake. Moyoni nilijisikia raha sana kumuona tena kwa sababu nilikuwa nampenda kwa dhati. Nikamwambia Zawadi nisubiri pale ili niende kuongea naye. Nilisogea mpaka pale alipokuwepo Salum kwa mwendo wa madaa sana. Na yeye aliinua kichwa chake. Akatoa tabasamu mwanana ndani ya sura yake pindi aliponiona mimi nakuja. Nikamwambia Salum, "Mbona umeondoka hata bila kuniaga?" Akanambia, "Nisamee mpenzi wangu. Maana ilikuwa ghafla sana. Ila kila mara nilikuwa nakukumbuka mwenzio." Nikamwambia, "Sawa, nipo hapa kwa ajili yako." Wakati tukiwa tunaongea hayo, ghafla nikamwona Salum amebadilika na macho yake yakawa yanashangaa nyuma kwangu. Salum akawa anashangaa nyuma yangu. Mimi sikuelewa kwa nini anashangaa. Niligeuka, lakini cha ajabu sikukuta kitu chochote kile. Nikawa nageuka ili nimwangalie Salum. Kabla hata sijamaliza, nikashtuka tayari yupo karibu yangu na moja kwa moja hadi kwenye midomo yangu na kunipa kiss la haja. Nilijitoa kwake kwa kurudi nyuma kwanza. Nikamwambia Salum, "Hebu acha hizo bwana. Kwani uone hapa kuna watu wanaweza katuona?" Akanambia, "Sasa unaogopa nini? Wewe unaogopa watu mpenzi wangu? Mapenzi sio ya kujificha. Kwanza sasa hivi ushamaliza shule. Kwa hiyo nipo huru tu." Akanambia, "Shule sijamaliza. Mimi nimefaulu kwa hiyo natakiwa kwenda kidato cha 5. Akanambia, "Hata kama, lakini kwa sasa hivi haupo shule, upo nyumbani tu." Nikamwambia, "Salum, mimi nimekuja hapa kuna jambo ambalo nataka nikwambie ili niwahi nyumbani. Si unaona giza linaingia?" Akanambia, "Nyumbani tena mpenzi sasa hivi? Mimi nilijua umekuja kwangu leo tufurahi. Kumbe unataka kuondoka. Usinifanyie hivyo mpenzi bana. Ujue mwenzio nina amna wewe." Salum akatoka pale alipokuwa amesimama na kuanza kuja kwangu. Nikamwambia, "Please, naomba usisogee huku. Mwenzio na majanga makubwa sana. Na wewe ndo msababishaji." Salum alivyosikia vile ikabidi asimame kwanza na kusikiliza ambayo nilikuwa nayaongea. Akasema, "Mimi ndo msababishaji wa yote? Kivipi sasa?" Nikamwambia, "Niahidi kwanza kwamba nikikwambia hutobadilika. Utanipenda kama unavyonipenda sasa hivi." Salum akanambia, "Nakupenda sana Leila. Na hakuna lolote ambalo litakalotokea. Wewe niambie tu." Nikamwambia, "Sasa ni hivi. Hapa ninavyoongea na wewe, kwenye tumbo langu kuna kiumbe chako." Akasema, "Kiumbe changu? Unamaanisha kwamba wewe ni mjamzito, si ndio?" Nikamwambia, "Ndio Salum." Akaniambia, "Sasa nitaamini vipi kwamba mimba ni ya kwangu?" Nikamwambia, "Ni yako. Kumbuka hata bikira yangu umeitoa wewe na sijawahi kutembea na mwanaume mwingine yeyote yule zaidi yako." Kwanza alinama chini kama mtu ambaye anawaza kitu. Akanambia, "Sawa Leila, mimi nimekubali, lakini naomba kesho tuzungumze vizuri, maana sasa hivi muda ushaenda." Nikamwambia, "Sawa. Basi mimi kesho nitakuja ili tupange nini cha kufanya."
Nilimuelewa na ikabidi tu nirudi kule nilipokuwa nimemwacha Zawadi, lakini sikumkuta. Sikuwaza sana kichwani kwa sababu nilijua labda alivyoona muda umekwenda akaamua kwenda kwao. Ili kujiridhisha nikatoka pale na kwenda kwao ili nikamwangalie kama yupo. Lakini kabla sijafika kwao kabisa nikasikia sauti yake. Nikaona haina haja ya kufika kabisa. Muhimu tayari ameshafika nyumbani kwao. Nirudi nyumbani nikiwa angalau kidogo na matumaini kwamba mwenye mimba amekubali. Kwa hata baba akinifukuza basi kwa kuishi nitakuwa napo. Nirudi nyumbani na mama alivyoniona akanigombeza kidogo, lakini sikujali sana. Niliingia jikoni na kupika msosi, tukala na kila mtu akaelekea ndani kwake kulala. Asubuhi na mapema kulipokucha, kama kawaida kwa binadamu kufanya shughuli zake zote za nyumbani, ikiwemo usafi. Lakini mida kama ya saa 4 hivi asubuhi likapita la mgambo na kutangaza kwamba kile kikao ambacho kilikuwa kifanyike leo kati ya wanakijiji na wale watu wa misaada hakitokuwepo tena kwa sababu kuna dharura imetokea. Hivyo wananchi waendelee tu na shughuli zao kama kawaida. Lile tangazo lilinistua kidogo. Nikajua kwa vyovyote vile Salumu atakuwa amepata tatizo, maana yeye ndo kama kiongozi wa wale watu wa misaada. Nikaona hapa lazima nitoroke nikamwangalie kama kuna nini ambacho kinaendelea, maana sio kawaida. Nikaona bora nikampitie rafiki yangu Zawadi. Wakati naelekea kwa kina Zawadi, kwa bahati tukakutana njiani. Nikamuuliza, vipi rafiki yangu? Unaenda wapi tena huko saa hizi? Nilimuuliza Zawadi lakini cha ajabu hakunijibu. Nikamwambia, nisamee ndugu yangu kwa jana kukuweka pale peke yako mpaka ukaamua kurudi nyumbani peke yako. Lakini Zawadi bado aliendelea kunyamaza kimya. Nikamwambia, Zawadi, kwani una nini leo? Mwishowe Zawadi aliongea. Akaniambia, nenda kamuulize huyo Salumu wako. Jana aliona nini mpaka akawa anashangaa. Yale majibu ya Zawadi yalinifanya nistuke kidogo kwa sababu aliyatoa kama mtu mwenye hasira sana. Pia niliwaza amelijuaje jina au kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya Salumu na rafiki yangu Zawadi. Msikilizaji, huu ndio mwisho wa sehemu ya kwanza. Tukutane tena katika sehemu ya pili ya simulizi hii tamu ya Leila. Mwandishi wa simulizi hii nzuri anaitwa Mwangata Jr. Unaweza kumpata kwa namba zake za simu 0717748656. Asante kwa kunisikiliza katika sehemu ya kwanza. Tukutane tena katika sehemu ya pili kujua hatima ya Leila na familia yake na mpenzi wake Salumu, lakini pia na rafiki yake.